kuweza kuona umuhimu wa mafunzo haya ambayo yamelenga kujengea uwezo wa kiutendaji wafanyakazi wa Shirika la Bandari Zanzibar ZPC katika eneo la Customer Cares and Service Delivery. Ikumbukwe kwamba Zanzibar ni kisiwa, kwa hiyo huduma za meli na usafiri kwa njia ya bahari ni eneo muhimu sana ambalo linatakiwa kuangaliwa kwa jicho tofauti. Hivyo kutokana na changamoto ambazo ziliweza kuonekana katika utendaji wa kazi, shirika likaamua kutafuta au kuandaa mafunzo haya ili kuwajengea uwezo zaidi wafanyakazi hasa katika eneo la utoaji huduma kwa wateja. Mafunzo haya ni yatahusisha wafanyakazi wa ZPC kwa hapa Unguja, na mafunzo mengine yatatolewa Pemba, mahususi kwa ajili ya kufanya capacity building kwa watumishi wa taasisi hii ya ZPC ambao ndio wamepewa dhamana ya kusimamia, kuendesha na kuendeleza bandari zote kwa hapa Zanzibar. Ni matumaini yangu kama mkufunzi wa mafunzo haya kwamba baada ya mafunzo watendaji hawa watakwenda kudeliver kile ambacho tumepata kushare kwa muda huu mchache ambao tulikuwa pamoja katika mafunzo, na kuonyesha mabadiliko chanya katika utoaji huduma kwa wateja wetu, kuanzia upande wa wenye meli, wenye mizigo na abiria na wadau wengine wa bandari kwa ujumla. Kwa sasa hivi ukiangalia kwa sehemu kubwa, Mheshimiwa Rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi amekuwa akisisitiza uchumi wa bluu. Huwezi kuzungumza uchumi wa bluu pasi na kuandaa nguvu kazi ambayo itakwenda kufanya kazi katika hilo eneo. Uandaaji wa nguvu kazi hii unategemea sehemu kubwa kuwapatia mafunzo stahiki ambayo yatakwenda kuhakikisha kwamba malengo ya Serikali ya Mapinduzi yanatimia na tunaweza kufikia mahitaji au takwa, zile expectations za wateja wetu ambao tunahudumia kupitia bandari zetu. Na kama mlivyo, nafikiri nyinyi wenyewe ni mashuhuda wa miradi mingi ya bandari inayofanyika kwa Zanzibar, ujenzi wa bandari kavu na miundombinu mingine kwa ajili ya biashara za bandari. Hivyo ni lazima tufanye capacity building ya kutosha kuhakikisha kwamba tunakuwa na watendakazi ambao watakwenda na viwango na spidi ya sasa kuweza kumit yale mahitaji ya uchumi wa bluu. Leo hii tupo hapa kuendeleza kutoa mafunzo ya huduma kwa wateja kwa ajili ya wadau wetu pamoja na wafanyakazi wa shirika la bandari. Lengo la mafunzo haya ni kukuza sekta ya bandari, ikiwa ni sasa kama ilivyo ahadi ya Mheshimiwa Rais, kukuza miundombinu pamoja na huduma ya usafirishaji kwa sekta ya bandari. Hivyo mafunzo haya aidha yatakuwa ni chachu ya maendeleo ya sekta ya bandari, ambapo kama tunavyojua kwa sasa sekta ya bandari imekuwa kwa namna moja ama nyingine, na miradi yetu inaendelea kukua. Tuna bandari zetu mbalimbali ambazo zinahitaji kukuza ufanisi, ambapo tunatarajia mafunzo haya leo hii yataenda kutoa feedback nzuri, yataenda kutoa uelewa mzuri pia na kukuza sekta ya bandari. Hii ni fursa pekee, fursa adhimu ambayo inaweza kutupa ikaondoa chachu, ikaongeza chachu ya mafanikio katika kuboresha huduma zetu za bandari. Tukiangalia sasa hivi shirika la bandari inasimamia ujenzi wa bandari tofauti, Mangapwani, Kizimkazi na utanuzi wa bandari Malindi, Maruhubi. Kwa hiyo ni vizuri kuwa na hii taaluma elimu kwa kuboresha watumishi, kuna baadhi ya wadau kuweza kufahamu huduma stahiki za bandari kusudi kuweza kuleta maendeleo na kukuza uchumi wetu wa Zanzibar. Na kama serikali hii ya awamu ya 8 ilivyojipambanua katika kuboresha uchumi wa bluu Zanzibar, kwa hiyo tutakwenda na mbio hizo za Mheshimiwa Rais wetu Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Mungu ampe afya njema. Kutokana na elimu
hali inaweza ikawa inazorota, lakini tofauti na mwanzo na sasa na huko mbele tunako kwenda. Kwa hiyo sasa hivi tunaweza kusema tu katika kati ya huduma bora, lakini baada ya siku zikifika mbele tutakuwa na huduma bora, kwa sababu haya mafunzo ndio yamekuwa implemented sasa hivi. Kwa hiyo itabidi tuende na speed ya serikali inavyotaka sasa hivi katika kuboresha hizi vituo vyetu vya forodha ambavyo ni bandari. Changamoto zinakuwepo kwa sababu kila taasisi, kama mimi ni mdau, kila taasisi zina taratibu zake za kusimamia bidhaa. Sasa kama utakosa ushirikishaji rafiki baina ya taasisi na wadau, manake baina ya taasisi yani mnamaanisha bandari na wadau, manake vitu vinaweza vikazorota. Lakini thanks God kwa uongozi wa sasa bandari tuliokuwa nao, tunashirikiana nao vizuri kwa karibu zaidi katika kusimamia huduma hapa bandarini. Asante Mungu. Hivi ndivyo jasho langu linavyozaa matunda. Asha, duka limebadilika sana. Limejaa, yani wewe acha tu. Lakini pesa zote za kumiliki duka lilojaa kama hivi umezitoa wapi? Kweli Asha, hemu tupe siri ya mafanikio, kwa sababu sisi tunakujua. Wewe na kilimo na wewe. Na mavuno yenyewe ndo hivyo hivyo. Hemu tupe siri ya kambi, shoga yangu. Rafiki zangu, hii ni faida ya kilimo mseto. Miaka 2 mlipoenda mjini, mimi nilianza kulima kilimo mseto. Kilimo mseto ndo nini na kinafanyikaje hadi ukafanikiwa hivi, shoga yangu? Kilimo mseto ni mfumo wa kilimo ambapo mkulima hupanda mazao zaidi ya moja katika shamba moja kwa wakati mmoja au kwa msimu mmoja, badala ya kulima zao moja pekee. Mfano, kupanda mahindi na maharage pamoja, kupanda mihogo na kunde, kupanda ndizi na kahawa au mazao ya mboga chini ya migomba. Kumbe ni hivi ndio maana unapata mavuno mpaka kujaza duka. Asha, leo umetufungua macho. Tulikuwa tunategemea kilimo cha mhogo tu, lakini sasa naona umuhimu wa kubadilisha na kuhamia kwenye kilimo mseto. Ndiyo, wote kwa pamoja tulime kilimo mseto kwa mavuno endelevu, himilivu na yenye tija. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Community Forest Pemba, Community Forest International na TAMWA Zanzibar.